Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirikisho la soka duniani FIFA limeomba radhi kwa makosa yaliyotokea kuhusiana na pendekezo lake lililofutwa la kuuza haki za biashara zinazohusiana na kombe la dunia. Zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe vimefungwa kufuatia mpango wa serikali ya Rwanda kupambana na pombe haramu. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku 2 inayoangazia masuala mbalimbali ikiwemo ya kikanda, uwekezaji na biashara. Wananchi wetu wanahitaji zaidi ile soko la Afrika Mashariki na bidhaa ziweze kuvuka baina ya nchi zetu pasi na bula yote, mradi tu zinakidhi vigezo vya viwango. Na tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na David Nkia. Karibu. Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa yaliyotokea wakati wa mchakato wa pendekezo lenye utata la kuuza hisa za kombe la dunia la soka kwa wawekezaji binafsi. Ombi hilo la radhi limetolewa kupitia barua iliyosainiwa na Infantino pamoja na katibu mkuu wa FIFA Matthias Grafstrom kufuatia mkutano wa dharura uliofanyika nchini Morocco. Barua hiyo imeeleza kwamba bodi ya usimamizi ya FIFA ilithibitisha tena uungaji mkono wake kamili kwa Infantino kama rais wa shirikisho hilo. Pendekezo hilo limekabiliwa na ukosoaji mkali hivi karibuni zaidi kutoka kwa waziri mkuu wa Canada Mark Carney, ambaye siku ya Jumatano alisema hana imani na Infantino kwa kuwa alishindwa kuweka wazi mapendekezo hilo kwa washauri wake na wajumbe wa bodi. Serikali ya Nigeria inasema zaidi ya watu 300 wamekombolewa katika kile ilichokitaja kuwa operesheni kubwa zaidi ya uokoaji kuwahi kufanywa na vikosi vya usalama kwa siku moja. Zaidi ya nusu ya watu hao waliotekwa nyara walichukuliwa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa jihadi katika jimbo la Kwara miezi 6 iliyopita, huku wengine wakichukuliwa kutoka jimbo la Niger. Shambulio hilo katika jimbo la Kwara lililenga vijiji viwili, Woro na Nuku, karibu na mpaka na nchi ya Benin. Takriban watu 75 waliuawa. Maafisa wanasema wapiganaji hao walikuwa wakijaribu kuwalazimisha wakazi kukubali imani yao kali ya dini ya Kiislamu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameelezea uhusiano wa sasa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo kuwa ni mgumu sana. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ameweza kufanya naye mikutano yenye tija. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipochukua wadhifa huo. Inaripotiwa kwamba alijeruhiwa katika mojawapo ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa dhidi ya Iran na Marekani pamoja na Israel. Shambulio hilo pia lilimuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei, ambaye alimrithi kama kiongozi mkuu. Na wanasayansi wa Uingereza wanasema kwamba chanjo ambazo hazihitaji kuhifadhiwa kwenye jokofu zimefanyiwa majaribio kwa mafanikio makubwa kwa wagonjwa kwa mara ya kwanza. Takriban nusu ya chanjo zote hupotea na kuharibika kila mwaka, mara nyingi kutokana na kuganda au kupata joto kali kupita kiasi. Majaribio hayo yalifanyika katika kituo cha utafiti cha kitabibu cha NIHR huko Southampton. Ilihusisha chanjo ya pepopunda na diphtheria ambayo kwa kawaida huwa katika hali ya kimiminika. Watafiti walitumia sukari itwayo trehalose ili kuimarisha chanjo hiyo wakati ikibadilishwa kuwa unga mkavu. Dozi hizo zilihifadhiwa katika joto la kawaida la chumba kwa muda wa hadi mwaka mmoja na kisha kuchanganywa tena na maji kabla ya kupewa watu 60 waliojitolea. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM, Mwaneda FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia, shirikisho la soka duniani FIFA limesema limeviomba radhi vyama wanachama wake kwa makosa yaliyotokea kuhusiana na pendekezo lake lililofutwa la kuuza haki za biashara zinazohusiana na kombe la dunia,
huku uongozi wa shirikisho hilo ukithibitisha tena uungaji mkono wake kwa Rais Gianni Infantino kufuatia mkutano wa dharura nchini Morocco. Kufuatia mkutano uliofanyika Rabat ambao ulihudhuriwa na Infantino, katibu mkuu Matthias Grafstrom na wajumbe wa bodi ya usimamizi wa FIFA. FIFA imesema kuwa uongozi wake umethibitisha tena uungaji mkono wake kamili wa rais, huku ukikiri kuwa namna pendekezo la FIFA Forward Enterprise ambalo liliondolewa lilivyoshughulikiwa ilipaswa kuwa tofauti zaidi. Na David Nkia tena. Katika taarifa yake, FIFA imesema kwamba barua tofauti zilitumwa kwa wajumbe wa baraza la FIFA na vyama 211 wanachama ikiomba radhi kwa makosa hayo na kuahidi kufanya mapitio. Iliongeza kwamba kufuatia kuondolewa kwa pendekezo hilo, FIFA haitavumilia tena mashambulizi yoyote dhidi ya uadilifu wake, utawala bora na taratibu sahihi, na itachukua hatua zote muhimu kulinda sifa yake. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema Jumatano kwamba hana imani tena na rais wa FIFA Gianni Infantino, jambo linaloongeza shinikizo kwa kiongozi huyo wa soka baada ya mpango wake uliositishwa kuuza hisa katika kombe la dunia kuzua malalamiko makubwa duniani kote. Nimeongoza mashirika kadhaa katika maisha yangu. Wazo kwamba utawala bora unaweza kufanyika bila kuwafahamisha washauri wako wa karibu, afisa mkuu mtendaji au wajumbe wenzako wa bodi kuhusu jambo la muhimu ambalo hata unalifikiria tu, sembuse kulipendekeza rasmi, ni jambo lisilokubalika. Binafsi, baada ya yaliyotokea, sina tena imani na Bwana Infantino. Si sahihi hata zaidi kwa taasisi yenye jukumu la kimataifa kama mpira wa miguu. Mkutano huo ulifanyika kufuatia hatua ya wiki iliyopita kuondoa pendekezo la kuuza hisa za 20% katika kampuni mpya inayoshughulikia haki za kibiashara kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao ungetoa takriban dola bilioni 4.2 kwa ajili ya maendeleo ya soka. Pendekezo hilo ambalo lilizua mjadala mkubwa na uchunguzi kutokana na kuhusika kwa kampuni yenye uhusiano wa kifamilia na rais wa Marekani Donald Trump lilisababisha ukosoaji mkubwa kutoka kwa shirikisho linalosimamia soka barani Ulaya UEFA, sambamba na wadau wengine ambao waliishutumu FIFA kwa utawala mbaya na kutowashirikisha wadau wake. David Nkia. Mamlaka nchini Nigeria zinasema watu 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti katika majimbo ya Kwara na Niger wamekombolewa katika operesheni kubwa iliyofanywa na vikosi vya usalama nchini humo. Ofisi ya rais imesema hii ni mojawapo operesheni kubwa zaidi za uokoaji kuwahi kufanyika kwa siku moja, zikishirikisha maafisa wa kijeshi, polisi, kitengo cha ujasusi pamoja na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Robert Kipto na maelezo zaidi. Serikali ya Nigeria imesema watu hao waliokolewa kutoka msitu ya hifadhi ya taifa ya Ziwa Kainji, eneo linalopatikana katika jimbo la Niger na ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kama maficho ya makundi ya wahalifu wenye silaha nchini Nigeria. Miongoni mwa waliokolewa ni watu 163 waliotekwa nyara Februari mwaka huu wakati wa shambulizi katika kijiji cha Wori, jimboni Kwara. Wakati wa uvamizi huo, makumi ya watu waliuawa huku wengine wakitekwa nyara. Wengine 145 walikuwa wametekwa nyara katika jimbo la Niger, ingawa mamlaka hazijatoa maelezo kuhusu mazingira ya kutoweka kwao wala jinsi ya walivyofikishwa katika eneo hilo la msituni. Haijafahamika ikiwa washukiwa wote wamekamatwa kuhusiana na operesheni hiyo ya uokoaji. Kwa sasa manusura hao wanaendelea kupokea matibabu katika kituo kimoja cha kijeshi kabla ya kuunganishwa tena na familia zao baada ya kipindi cha sintofahamu na mateso ya kutekwa nyara. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema mafanikio hayo yanaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya taasisi mbalimbali za usalama nchini humo. Habari hizi zinajiri wiki chache tu baada ya wanafunzi na walimu 44 waliotekwa katika shambulizi la shule moja katika jimbo la Oyo kuachiliwa huru kufuatia operesheni ya ulinzi iliyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wanafunzi hao walikuwa wametekwa nyara kwa zaidi ya siku 50. Wakati huo huo, jeshi la Nigeria limetangaza zawadi ya kitita cha fedha cha dola 32,500
onyo kwa mwananchi yeyote atakayetoa taarifa za kuaminika zitakazosaidia kubaini mahali alipo na kukamatwa kwa mmoja wa makamanda wanaotafutwa zaidi wa kundi la dola ya Kiislamu ya Afrika Magharibi ISWAP katika jimbo la Bono, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kikosi kinachoongoza kampeni ya Nigeria dhidi ya uasi wa wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kimesema zawadi hiyo inatolewa kwa yeyote atakayetoa taarifa kuhusu alipo Abu Musa al-Mangawi Bashua, anayejulikana pia kama Wali na ambaye ametajwa kuwa kamanda wa kigaidi wa ISWAP anayetafutwa zaidi katika eneo la bonde la Ziwa Chad. Robert Kipto. Wiki moja baada ya mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuidhinisha mapendekezo ya mabadiliko ya katiba, chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo PDDCO kimepinga na kukosoa uamuzi huo kwa kile inachodai kuwa uamuzi huo utaligawa taifa kwa hofu ya Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa 3 baada ya kura ya maoni. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 63 amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 na kulingana na katiba ya sasa anaruhusiwa kuongoza kwa mihula miwili tu, wakati awamu yake ya pili ya uongozi ikimalizika mwaka 2028. Kwa miezi kadhaa kiongozi huyo na wanaomuunga mkono wamekuwa wakijiandaa kwa kura ya maoni bila kusema wazi kuwa atagombea muhula wa 3. Thomas Mamona ni kiongozi mwandamizi katika chama cha PDDCO, amezungumza na Martha Saranga kufuatia uamuzi huo. Baada ya mahakama ya katiba kukubali mswada wa serikali nchini DRC wa kubadili katiba ya nchi, chama cha PDDCO tunatoa wito kwa serikali ya Kinshasa kutupilia mbali mpango huo na badala yake iongeze nguvu kwa kutafuta kuliunganisha taifa, maana kutekeleza kubadili katiba wakati huu nchi ikiwa imevamiwa upande wa mashariki, bila shaka itakuwa imetimiza plani ya balkanization, yani mgawanyiko wa nchi. Wasiwasi wako ni nini hasa kufuatia uamuzi huu? Sio wangu, wasiwasi wa chama chetu ni kwamba kutekeleza mpango huu wakati huu mashariki ya Kongo yote imekaliwa na wavamizi Rwanda na Uganda, itakuwa serikali ya Kinshasa imetimiza mpango huu wa kuikata nchi, kwa sababu wananchi wa Kongo wote wanatamani nchi kubaki moja na wanatamani kupata amani, lakini wakati huu nchi iko katika hali ya vita. Watu wa mashariki kila leo wanafariki na hakuna suluhisho lolote mpaka sasa. Kwa hiyo kukubali kufanya mabadiliko ya katiba ni kama vile kusahau kabisa mateso ya watu wa mashariki ya Kongo. Bwana Mamona, una mapendekezo gani basi yangefanyika badala ya uamuzi huu uliofikiwa? Iongeze nguvu kutafuta kukomboa maeneo yote ambayo yamekaliwa kimabavu na wavamizi. Inabidi awape nguvu vijana au wazalendo ambao wamejitolea binafsi bila kulipwa, hawana mshahara wowote, lakini wanatoa damu kwa ajili ya kutafuta amani katika eneo la mashariki ya Kongo. Wao wapewe nguvu zaidi ili wawafukuze hao wavamizi na nchi ibaki moja, watu wa mashariki wajisikie kuwa wamepata amani. Vipi ikiwa mapendekezo yenu hayatazingatiwa? Tutaendelea kupiga kelele mpaka wakubali hizo pendekezo, na sio chama kimoja tu cha PDDCO, ni vyama vingi vimetoa tamko hilo la kupinga mpango huo ambao unaonekana ni hatari kubwa kwa taifa kugawanyika. Tunapenda Kongo iwe moja, iendelee kudumu katika umoja wa taifa ilivyoachwa na mababu walioomba uhuru, lakini pia tungependa kukumbusha serikali ya Kinshasa kwamba mashariki ya Kongo ndio sehemu kubwa muhimu katika nchi ya Kongo, maana katika majukwaa makubwa ya kimataifa ambayo wanazungumzia siasa na diplomasia, Kongo imegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Kuna ile wanaita Kongo na ingine wanaita Kongo Itili, yani Kongo muhimu. Waelewe hilo, wakiachia mashariki ya Kongo kwenda hivyo itakuwa hasara upande mwingine. Na sasa ni michezo na Robert Kipto. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa yaliyofanyika katika mchakato wa pendekezo lake tata la kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji wa kibinafsi.